Pamat, jom kita bawa Mikael pergi hospital, Pamat. Tunggu. Mwanzoni mwa filamu tunaanza mwaka 1977. Tunaona mdoli wa kuchezea. Huu mdoli ulikuwa unachezewa na wavulana wawili, Yusufu pamoja na rafiki yake kipenzi anaitwa Dini. Walivyokuwa wanacheza, dada yake Yusufu anaitwa Eka akawa amefika hapo na akawa ameuchukua ule mdoli na kukimbia nao, lakini baba yao akawa amemkamata na akawa ameuchukua ule mdoli na kurudisha kwa Yusufu na kumwambia binti Eka kwamba apande juu kwenye chumba chake aende kulala, asiwasumbue kina Yusufu. Yusufu na Eka wote ni watoto wa mama mmoja hapa nyumbani anaitwa Nuru, ambaye ni mke wa kwanza wa mzee wake Yusufu. Huyu mzee ana wake wawili, Nuru ambaye ni mama yake Yusufu na Eka, pamoja na mwanamke mwingine anaitwa Mawar. Huyu yeye ni mke wa pili wa baba yake Yusufu. Yule mtoto Dini, yeye ni mtoto wa mfanyakazi wa hii nyumba. Dini pamoja na Yusufu wana urafiki sana wa karibu. Dini akawa amemwambia Yusufu kwamba ni bora wewe, baba yako ana muda mzuri wa kukununulia vitu vizuri vya kuchezea kama huu mdoli. Yusufu kwa wema akaamua kumkabidhi Dini kile kichezeo, yani kile kimdoli. Hili jambo liko limemfurahisha sana Dini. Baada ya usiku huo, mama yake Yusufu akaenda kwenye chumba cha watoto wake, akawatakia usiku mwema, akawabusu wote wawili, akamwambia Yusufu amlinde sana dada yake. Saa ilipofika saa 6 kamili usiku, Yusufu akawa ameshtuka baada ya kumuona Dini amesimama mbele yake akimrudishia kile kichezeo, yani kile kimdoli kwa mazobe kwa ghafla tu. Hili jambo liko limemshtua sana kijana. Sasa huyu jamaa anaitwa Yusufu, ndo mtu mzima, alikuwa anaota. Kwa sasa ni mwaka 2007. Yusufu amekwisha kuoa na ana mtoto mmoja anaitwa Mikael. Huyu jamaa akawa amepokea simu kutoka kwa mke wake anaitwa Marisa, yeye yuko Misri huko. Sasa Yusufu yuko njiani anarudi nyumbani kwao kwa mara ya kwanza tangu miaka 30. Hajawahi kurudi kabisa nyumbani kwao. Kwa nini? Ni kwa sababu nyumbani kwao alifukuzwa. Marisa alikuwa anatamani sana aambatane pamoja na mume wake kwenda nyumbani huko akamuone hata baba yake na huyu mwanaume, lakini mwanaume akawa amekataa kabisa. Anasema kwamba hataki kuwahusisha familia yake, hususan mke wake pamoja na mtoto wake wajihusishe sana na familia yao. Kwa nini? Jamaa kuwa amesema wazi jambo hilo. Alichokisema yeye tu ni kwamba baba yake yuko hoi kitandani anasubiri kufa tu, na yeye amerudi nyumbani hapo kwa ajili ya mazishi tu. Akimaliza mazishi anarudi nyumbani. Marisa akamwambia kwamba asiwe mkali hivyo, anatakiwa kukumbuka kwamba yule ni baba yake, haijalishi alimfanyia nini huko nyuma, anatakiwa kumsamehe. Yusufu akaona stori zisiwe nyingi, akawa ameaga, akawa amekata na simu. Akamuuliza dereva, vipi, bado tuko mbali sana? Huyu dereva anaitwa Namron. Huyu Namron ni dereva wa muda mrefu sana wa hii familia tangu utotoni mwa Yusufu. Huyu ndiye alikuwa anamuendesha baba yake Yusufu. Yusufu akawa amemuuliza, vipi, kwenye hiyo nyumba bado kila kitu kiko vile vile? Namron akajibu kwamba hakuna kitu hapa duniani kinachobaki vile vile milele. Vijana wenyewe huzeeka, walio hai hufa, na wale walioondoka hurudi nyumbani kama wewe jinsi unavyorudi nyumbani leo. Yusufu akasema kwamba lakini tofauti ni jinsi mtu anavyoamua kuchagua kuishi, kuwa mwema au kuwa mbaya akiwa hapa duniani. Dereva akaona kodi zinakuwa nyingi sana umndani, ikabidi kuwasha mziki tu. Hatimaye kweli walikuwa wamefika nyumbani. Yusufu alipofika tu kwa juu akamwona dada yake Eka akiwa anacheza peke yake. Baada ya kumsogelea, sasa hivi Eka ni mtu mzima, lakini akili zake zimeathirika, hayuko sawa kama zamani. Yusufu akahuzunika sana kumwona dada yake katika hali hiyo, akamwambia kwamba mimi ni Yusufu kaka yako. Eka akamuuliza, nini kilichokurudisha nyumbani hapa? Ondoka hapa, mama yupo pamoja nasi hapa. Yusufu akauliza, mama bado anawasiliana na wewe? Eka akasema kwamba mama hayupo tena karibu na sisi, amekimbia kama jinsi ambavyo wewe ulitukimbia. Wote niliowapenda mliniacha katika nyumba hii na kubaki na watu ambao sijawahi kuwapenda. Baada ya kuzungumza hivyo, Eka akawa ameondoka hapo. Baada ya muda mfupi, Mawal, mke wa pili wa baba yake Yusufu, akamwambia Yusufu kwamba Eka ni mgonjwa kwa sasa, hali yake haiko sawa kabisa, na hali hiyo imekuwa hivyo baada tu ya mama yenu kumkimbia. Yusufu akashangaa kumwona Mawal, bado anaonekana ni kijana sana tangu zamani mpaka hivi sasa. Mawal akamwambia kwamba kizuri zaidi ni kwamba ni wewe umerudi nyumbani, baba anataka kukuona wewe, mwana wake wa kwanza, mwana aliyempenda sana, akuone kabla ya kufariki. Yusufu akiingia katika chumba cha zamani, akiwa hapo akakumbuka maisha yake ya zamani. Kwenye sanduku moja ndani yake akawa amepata tena kile kimdoli ambacho alikuwa kikichezea zamani. Alipokichukua akamkumbuka sana Dini, rafiki yake wa utotoni, na ajui nini kilichomkuta kwa sababu yeye aliondoka katika nyumba hii akiwa bado mtoto mdogo. Ghafla Eka akawa ametokea na kumuuliza, wewe unafanya nini hapa? Hiki sio chumba chako tena, labda uende kulala kule kwenye chumba cha kuhifadhia vitu. Kisha akawa amecheka tu akaendelea na ratiba zake.
Yusufu akiwa hapo, Mawar akawa amefika na kumwambia kwamba Yusufu, baba yako amekwisha kuamka, unaweza kwenda kumuona kwa sasa. Yusufu akaenda kumuona baba yake. Mzee yuko kitandani tu. Baada ya miaka 30, Yusufu ndo kwa mara ya kwanza tena anamuona baba yake hapa. Sasa chumba kimejaa giza. Mawar akamwambia kwamba mzee apendi kabisa mwanga unamuumiza macho. Yusufu akamwambia baba yake kwamba baba, ni mimi Yusufu, kijana wako, nimefika hapo kwa ajili ya kukuona. Nimekaa bila kufika nyumbani hapo kwa muda mrefu sana. Ninataka kujua ni kwa nini ulinifukuza kutoka kwenye hii nyumba. Nilijiuliza maswali mengi sana, lakini sikupata majibu yoyote. Ninahitaji kupata majibu hayo, na kwa nini sikuweza kupata mawasiliano kutoka kwenu tangu niondoke kwenye hii nyumba. Huyu mzee anaitwa Ghazali akafungua macho yake polepole, kisha akamtazama Yusufu, lakini akawa muogopa sana baada ya kuona kando ya Yusufu kuna mzimu wa dini hapo. Mzee akatetemeka kwa hofu kali. Muda huo Mawar kakaa pembeni, katulia tu, ni mke wa pili lakini hangaiki chochote. Mzee baada ya muda akawa ametulia. Yusufu akawa ametoka hapo, akaanza kuzunguka. Enzi za utoto wake anakumbuka sana jinsi alivyokuwa anacheza na dini, mchezo wa kujificha katika nyumba hii. Ghafla mlango wa chumba cha store uko umefunguka wenyewe. Yusufu akawa ameingia hapo, anasikia kama kuna mtu anamuita Yusufu. Kwenye kutazama anaangalia huku na huku. Dini kasimama hapo akiwa ameshika kile kichezeo, akaanza kumkaribia kumrudishia kile kichezeo. Yusufu akawa amekimbia haraka sana kutoka kwenye hilo eneo. Nje ya chumba akawa amekutana na Eka. Binti akawa amemuuliza, ulienda huko kufanya nini, au ulikuwa huko unacheza mchezo wa kujificha? Kisha Eka akawa ameondoka hapo. Usiku huo wakati wa chakula cha jioni, Mawar akamuuliza Yusufu, chakula kikoje? Chakula ni kitamu kuliko alichokuwa anakipika mama yako, si ndio? Yusufu akasema kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kuchukua nafasi ya mama yangu, abadan. Mawar akasema sawa, lakini mama yako aliwaacha nyinyi mkiwa watoto wadogo. Ni mama wa aina gani huyo? Eka akadakia akasema kwamba mama bado hajaondoka hapa, hajawahi kabisa kuondoka na kututelekeza sisi. Jana tu nilimuona kule chini ya mti. Yusufu akawa ameshangaa sana baada ya kusikia hili jambo. Mawar akauliza, vipi wewe si unafundisha Kairo? Muda huo anazungumza huku anamtengenezea supu ya kuku, akawa amesimama na kumpelekea, kisha akamnywesha na yeye akawa amekunywa kwa kijiko hicho. Sasa Yusufu anashangaa, huu ni upendo wa aina gani kutoka kwa huyu mwanamama? Ni nini anachokitafuta? Hili jambo Eka alikuwa limemkera sana, akawa amepiga kelele na akasema kwamba hataki tena kula, namtaka mama yangu. Akawa ameondoka hapo. Baadaye Mawar akamwambia mfanyakazi wa nyumba hii ampe Eka dawa ambayo ni maziwa yaliyotiliwa na asali. Yusufu akawa amuuliza, hiyo dawa ni dawa ya aina gani? Mawar akajibu kwamba ni dawa ya kumtuliza ili kumdhibiti Eka anapokuwa na hasira. Daktari alipendekeza Eka akalazwa hospitalini, lakini Mawar binafsi alikataa hilo jambo, akasema kwamba anaweza kumhudumia binti huyu yeye mwenyewe nyumbani hapa. Haamini sana kwenye tiba za kisasa. Usiku huo Yusufu akiwa amelala akaanza kuota ndoto mbaya za kutisha. Anashuhudia tukio ambalo liliwahi kumpata Dina, lakini hajui chochote kinachoendelea, yani hana kumbukumbu yoyote. Baada ya kuamka akawa amegundua kwamba kuna sanduku liko hapo. Ndani yake akawa amekuta tena lile limdoli la kuchezea, linapiga makofi lenyewe, tunalijawashwa na mtu yoyote. Nyuma yake Yusufu, bila kujua kwamba mzimu wa Dini ulikuwa hapo, umeonekana. Dirisha lilikuwa limejifungua lenyewe, ikabidi kwenda kuangalia kuna nini hicho kilichotokea hapo. Akawa amelifunga lile dirisha. Sasa kile kidoli kinaendelea kupiga makofi tu chenyewe. Yusufu akahisi kabisa kuna jambo sio la kawaida linaendelea hapo. Mara moja akaanza kusoma dua, na ni kweli nyuma yake kuwa kuna mikono ya kishetani inaendelea kumsogelea. Dua iliponoga, kila kitu kikawa kimetulia na kurudi kama kawaida. Yusufu akarudi kwenda kulala. Asubuhi iliyofuata Yusufu akaamka akiwa anashangaa kumuona mke wake Marisa kafika hapo. Kwa nini kafika hapa? Na yeye hakuwa anahitaji kabisa huyu mwanamke kufika kwenye hii nyumba. Na sio yeye tu kwamba kafika hapa, kafika na mtoto wao Mikaeli yuko hapa. Sasa hili jambo lilikuwa limemkera sana Yusufu. Akawa amemchukua mke wake kwa hasira kwenda kuzungumza naye chumbani. Anamwambia kwamba kwa nini umefika hapa? Mimi sikuhitaji wewe pamoja na mtoto wetu kufika hapa kwenye hii nyumba. Marisa akasema kwamba alitaka kumfanyia mshangao, yani mambo ya surprise. Yusufu akamwambia tena, mara ngapi nimekwisha kukuambia kwamba wewe pamoja na mtoto wangu hamtakiwi kabisa kuwa karibu na familia yangu? Sasa huu muda haya mabishana yanaendelea, kumbe Mawar alikuwa anasikiliza kila kitu. Marisa akajibu kwamba nilitaka tu kumuona baba yako, kwa sababu mimi ni mke wako, natakiwa kukumbuka hilo, hivyo ninapaswa kuelewa kila kitu kinachoendelea kwa mme wangu. Hiyo ndo maana mimi nimefika hapa. Yusufu kwa hasira akawa amefukua makaburi, yani akawa amekumbusha tukio ambalo Marisa aliwahi kumsaliti japo yupo kwenye hii ndoa. Hili jambo huwa linamkera sana Yusufu, lakini mwisho wa siku kwa sababu ya hasira akawa amejikuta karopoka. Mke wake Marisa akawa ameshangaa Yusufu mwenyewe akawa amejishtukia, ikabidi kuomba radhi. Marisa akamwambia Yusufu kwamba yeye kafika hapa ili tu kukutana na familia ya mme wake, hasa baba yake Yusufu kabla hajafa, kwa sababu yeye mwenyewe Marisa hana familia, yani ni mtoto yatima mpaka hapa alipo. Ni kitambo mno akiwa mtoto mdogo. Yusufu akawa muomba msamaha sana. Hakutarajia kumuumiza mke wake kwa kusema maneno ambayo yangeweza kumuumiza, bila kujua kwamba maongezi yao Mawar alishuhudia na alisikiliza kila kitu, na anaonekana na furaha kweli kwa kile kinachoendelea baina ya hawa watu. Baadaye Yusufu akampeleka Marisa kwenda kukutana na baba yake mzee Ghazali. Marisa baada ya kumsalimia
Kisha akawa amemtambulisha mjukuu wa huyu mzee. Ghazal baada ya kumtazama huyu mtoto akawa ameogopa sana, akanyoosha kidole chake akamnong'oneza kijana wake Yusufu, akamwambia neno moja tu, nyoka. Kisha mzee huyo akaanza kupumua kwa shida. Yusufu mara moja akaanza kusoma dua. Wakati huo Marwan anaendelea pia kimya kusoma dua. Haya maneno anayoyasoma yeye sio dua ya Mwenyezi Mungu, ni maneno ya kichawi. Na muda mfupi baadaye huyu mzee akawa amefariki dunia. Basi sara ya mazishi ya huyu mzee ikabidi kufanyika. Dereva wa babake Yusufu, Namron, akamwambia Yusufu kwamba nimezungumza na kamati ya mazishi kwa sababu jua limekwisha kuzama, mazishi yafanyike kesho asubuhi. Yusufu akawa amekubali jambo hilo. Akautazama mwili wa marehemu babake uko hapo, hivyo unatakiwa kusubiri mpaka kesho ili usitiriwe. Baadaye sasa, ndani katika chumba cha kulala, Marisa amelala kitandani, lakini kageukia upande mwingine. Yusufu akawa amefika hapo, anazungumza na mke wake, anamuomba msamaha kwa tabia yake hapo awali ya kutamka kuhusiana na yeye kuchiti, akiwa anaomba radhi. Sasa mke wake hakujishughulisha na kitu chochote wala hata kumsemesha. Yusufu ikabidi kunyosha mkono ili kumgusa Marisa. Ghafla akasikia tena sauti ya mke wake ikiwa inamuita, Yusufu, unafanya nini hapo? Mbona unaongea mwenyewe? Yusufu anageuka, mke wake huko hapo kitandani, hamna mtu yoyote. Yusufu ikabidi kumuuliza mke wake, ulikuwa wapi? Marisa akasema kwamba nilikuwa nimeshuka kule chini kwa ajili ya kwenda kumwangalia mtoto, kisha nilipotoka hapo nikaenda kuongea na Mawang. Marisa akamuuliza, mbona mama yako huyu anaonekana ni mdogo sana, anaonekana ni kijana, alikuwa hivi hivi tangu miaka 30 iliyopita? Yusufu akasema hakumbuki vizuri. Akaongeza akasema kwamba hapo zamani za kale familia yetu ilikuwa na desturi za kishenzi, desturi fulani hivi sio za kawaida kabisa. Nitakueleza haya mambo baadaye. Kisha wote wakawa wamelala. Usiku huo Yusufu tena akawa ameota ndoto mbaya za kutisha, akawa ameamka kwa hofu, lakini ndani ya nyumba hii umeme ulikuwa umekatika, hivyo akawa amewasha tochi kwenda kuangalia ni nini shida. Kwenye kuzunguka anasikia kama kuna mwanamke mmoja akiwa anaimba kwa sauti ya chini. Alipotazama vizuri akaona kwamba Mawan ndiye alikuwa katika chumba chake anaimba zake, huku anajitazama kwenye kioo kama kawaida, anaenjoy. Yusufu akiendelea na msako ili kujua umeme ni nini shida. Sebleni karibu na mwili wa baba yake akiwa hapo, mara kuna mtu akawa amepita mbio. Yusufu akageuka kuangalia huku na huku, mtu huyo tena akawa amepita nyuma yake. Kwenye kuangalia marehemu alipokuwa amelala, marehemu hayupo. Yusufu akawa ameshangaa, marehemu kaenda wapi tena? Akiwa na hofu anasikia kama kuna mtu ananong'oneza huku anakula kitu. Yusufu alipogeuka vizuri akamwona marehemu yuko sehemu kajibanza, anafakamia kitu anakula. Huyu marehemu anakula nini na sanda yake? Ghafla huyo mzee akawa amemgeukia Yusufu akiwa na damu mdomoni kwake. Mzimu wa dini ukiwa umetokea hapo, huku ukiwa unamuita Yusufu. Marehemu akawa amemtokea Yusufu akamuuliza, kwa nini umerudi nyumbani? Wakati huo huo mfanyakazi wa nyumba hii akawa amewasha taa, kila kitu kioo kimerudi sawa sawa. Mfanyakazi huyo akamwambia kwamba Yusufu, hii nyumba ni ya zamani sana, mara nyingi umeme umekuwa ukikatika wenyewe tu bila sababu yoyote. Sasa wakiwa wanaendelea na stori zao, mlangoni pakuwa pamebishwa hodi. Kufungua alikuwa ni dereva mzee Namlon, amemleta mdogo wake Yusufu Eka, kamtoa huko nje. Sasa watu wanajiuliza Eka ametoka vipi na nyumba hii ilikuwa imefungwa milango yote? Eka anasema kwamba alikuwa amekwenda kujaribu kuzungumza na mama yake. Eka baada ya kupelekwa ndani na mfanyakazi, Yusufu akawa amemuuliza Namlon nini kilichotokea. Namlon akasema kwamba nimemkuta Eka akiwa anatembea usingizini chini ya mti huko, na mzee akasema kwamba milango kufungwa haimzuii kabisa huyu binti kutoka nje. Yusufu akawa amemuuliza kwa nini baba yake hajawahi kumpeleka Eka hospitalini. Namlon akajibu kwamba mama wa familia hii, yani Mawan, alipendekeza kwamba yeye ataendelea kumpatia maziwa ya asali, akidai kwamba yangeweza kumponya. Hadi hii leo imekuwa ndo utamaduni wa huyu binti kunywa dawa hiyo. Yusufu akawa ameuliza Eka alikuwa anafanya nini huko kwenye huo mti, na Mlomo akaeleza kwamba huyu binti alikuwa anatembea usingizini tu, hakuna kitu chochote cha msingi hapa. Kesho yake watu wakawa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kumstiri mzee Ghazal. Imam kasimamia shughuli, lakini sasa kaburi lililokuwa linachimbwa lilikuwa linachuruzika damu na damu zinajaa ndani yake. Hili jambo wachimba kaburi wakawa wameshtuka sana, wakamuuliza Imam, tunafanya nini? Imamu akasema kwamba hakuna namna. Yusufu akasema kwamba mzee inabidi kuzikwa tu, na Yusufu mwenyewe akawa ameshuka ndani ya kaburi hilo, mwili uko umeshushwa. Zoezi ikabidi lifanyike hivyo tu, dua ikawa imepigwa hapo, kila kitu kikaenda sawa. Upande wa nyumbani Mawal kakaa na mke wake Yusufu akawa anamuuliza, Marisa, una ndugu yoyote? Marisa akasema kwamba wazazi wake walifariki pamoja akiwa na umri wa miaka 19 tu, walifariki kwa ajali. Yeye alikuwa anasoma Uingereza, kuweza kabisa kurudi kuja kushiriki misa ya wazazi wake. Wakati huo ndipo alipokutana na Yusufu. Anasema kwamba wazazi wake walijitolea sana kwa ajili yake, lakini hakupata hata nafasi ya kuwalipa kwa wema wao. Ndiyo maana Yusufu alipomwambia kwamba anarudi nyumbani kuja kumwona baba yake aliyekuwa mgonjwa kukaribia kufa, moyo wake uliumia sana, kwa sababu
Anakumbuka yeye hakupata nafasi ya kuzungumza na wazazi wake kabla ya kufa. Mawala akamwambia Marisa kwamba maisha yake hayana tofauti sana na maisha yake aliyowapitia, akieleza kwamba siku moja yeye nyumba yao iliwaka moto. Moto ulikuwa mkubwa sana na wazazi wake walifariki dunia ndani ya moto huo, na yeye pekee ndiye aliyenusurika katika ajali hiyo. Na alipoanguka barabarani, baba yake Yusufu ndio mtu ambaye alijitokeza kufika hapo na akawa amemsaidia, na baada ya kumlea mzee huyo aliamua kumuoa kabisa huyo binti. Mawala akaeleza kwamba Ghazala alikuwa ni mtu mzuri sana, tajiri, na tayari alikuwa na mke, na mwanamke huyo alikuwa ni mjamzito kwa wakati huo, ila Yusufu alikuwa tayari amekwisha kuzaliwa. Mawala anasema kwamba Nuru, yani mama yake Yusufu, mwanzoni alikuwa anamtilia mashaka sana, lakini hata hivyo ndoa yake na baba yake Yusufu ilileta baraka kubwa sana katika maisha yao, kwa sababu utajiri wa mzee Ghazali uliendelea kuongezeka na nguvu kubwa sana, na alimhakikishia mama yake Yusufu kwamba yeye alikuwa na nia nzuri tu, yeye alitamani kushiriki faraja wakiwa pamoja tu. Kisha akamwambia Marisa kwamba wanawake wanapaswa kuwa na nguvu. Akamwomba Marisa kuanzia sasa yeye amuite mama, yuko tayari kuwa mama kwa Marisa. Marisa akawa amefarijika sana baada ya kusikia neno hilo. Wakati huo huo Yusufu akiwa na mwanaye wakiwa bustanini, akawa amemwacha hapo mara moja, yeye akaenda katika chumba cha siri cha chini huko kwenye nyumba. Kabla ya kufungua huo mlango ulikuwa umefungwa, akawa amepata maono ya ajabu sana. Ghafla Marisa akawa amefika hapo, mshikaji kabidi kugairi, lakini baada ya kurudi ndani tu akaanza kukusanya vitu vyake. Anamwambia mke wake kwamba inabidi tuondoke kwenye hii nyumba mara moja. Marisa akawa anashangaa, mbona tuondoke ghafla namna hiyo? Yusufu akamwambia kwamba nisikilize mimi, kusanya nguo zako, inabidi tuondoke kwenye hii nyumba. Hii nyumba inaandamwa na mizimu. Sasa muda anamshika mke wake, anamuona ni Mawan, yani mama yake wa kambo, yuko hapa badala ya mke wake, na akawa amepata maono ya ajabu sana kuhusiana na mtoto Dini. Yusufu akaanza kupumua kwa shida, akamwambia mke wake kwamba hii nyumba inaandamwa na mapepo. Tangu umlete mwanetu katika nyumba hii, roho hizo zimekuwa kali sana. Marisa bado akubaliane na mume wake, kwa nini tuondoke hapa? Yani kwa nini tuondoke haraka hivyo? Unataka kukimbia hapa nyumbani kama ulivyokimbia miaka 30 iliyopita? Sasa hili jambo liko limemfanya Yusufu kuwa na hasira, akawa amemkumbusha tena mke wake kuhusiana na usaliti aliofanya ndani ya ndoa. Marisa naye ikabidi kumjibu Yusufu, akamwambia kwamba Yusufu, usijaribu. Wakati huo upande wa mtoto Mikaeli alipokuwa amekaa bustanini hapo, mara ghafla akamwona babu yake mzee Ghazali yuko hapo, lakini ghafla Eka akawa amejitokeza mbele yake. Dogo akibidi kumchungulia babu hayupo. Eka akasema kwamba kafika hapa anahitaji acheze mpira pamoja na Mikaeli. Mikaeli kweli akawa amekubali, wakaanza kucheza mpira kwa pamoja. Sasa kwenye kucheza Eka akawa amepiga mpira kwa nguvu, Mikaeli kabidi kuufuata ule mpira, lakini kuufikia mpira unajisogeza mbele tena. Mikaeli akaamua kuufuata tena ule mpira, akawa amefika mpaka sehemu ambapo mpira upo, kashika mpira, mara akawa amekamatwa mikono ya kishetani. Dogo ikabidi kupiga kelele. Wazazi wake wakawa wamesikia kilio hicho, wakawa wamefika eneo hilo. Yusufu akawa amemsukuma Eka mbali na akawa amemchukua Mikaeli. Mikaeli kapoteza fahamu. Baada ya kuwa ametoka hapo, mzee Namlon akawa amefika eneo hilo, akawa ametazama vizuri ile ardhi ambayo kijana alikuwa ameanguka hapo, kisha akawa ameungana pamoja nao huko ndani. Yusufu anajaribu kumrudisha Mikaeli katika hali yake ya kawaida, akamwambia Marisa kwamba apigie simu ambulance, lakini ghafla Mawal akawa amefika hapo. Hana haraka kabisa huyu mwanamama, akamwambia kwamba msihangaike, mimi nitashughulikia hili jambo, litakuwa sawa. Yusufu akasema kwamba mwanangu anahitaji daktari, sio mganga. Marisa akamkemea, akamwambia kwamba msikilize mama yako. Mawal akamwambia kwamba kama homa ya Mikaeli itaendelea, kesho asubuhi mpelekeni hospitalini. Sasa muda huo haya mambo yote yanaendelea na Mroni yuko kando tu anawatazama. Kweli Mawal ikabidi kumfanyia tiba huyu mtoto, na baada ya muda mfupi tu mtoto akaanza kupata aweni. Marisa kwa sasa anamuita mwanamama Mawan kama mama. Yusufu akamwambia kwamba Marisa, mke wangu, usimuite Mawan mama, lakini Marisa akakataa na akasema kwamba hataki kabisa kubishana kuhusiana na jambo hilo. Baadaye Yusufu akienda katika chumba cha dereva, akamwambia kwamba yeye anaamini mwanaye ameanguka kwa sababu hii nyumba inaandamwa na mapepo, na Mlom akamjibu kwamba nyumba hiyo na ardhi inakaliwa na wanadamu, kwa hiyo matendo ya wanadamu wanaoishi katika ardhi hiyo ndiyo yanayosababisha hao pepo kufika katika hilo eneo. Yusufu akawa ameomba funguo ili aende katika ile basement kwenda kuangalia kuna nini kule, lakini Namlon akamwambia kwamba Mawal pekee ndiye mtu ambaye ana funguo za lile eneo na yeye pekee ndiye anaamua nani aende kwenye lile eneo. Yusufu akawa amemuuliza Namlon kwamba ni kweli baada ya yeye kufukuzwa kutoka kwenye hii nyumba familia yake iliendelea na ibada za kishirikina. Namlon akajibu kwamba hiyo ilikuwa ni hadithi ya zamani tu. Kisha kwenye kumbukumbu za nyuma, Yusufu akiwa mtoto mdogo amekaa ndani ya gari, Namlon alifika hapo na akawa amemwambia kwamba wanaenda uwanja wa ndege, anampeleka Yusufu kwenda kukutana na rafiki wa baba yake huko ambaye atampeleka London. Yusufu akawa amuuliza vipi kuhusiana na mama yangu, na Namlon akawa amemwambia kwamba mama yako pia utamkuta uwanja wa ndege huko. Kisha akawa ameondoka hapo. Sasa hii ilikuwa ni mbinu ambayo Yusufu aliondolewa kutoka nyumbani kwao bila yeye kujua anaenda wapi, kisha akawa amepelekwa mbali na familia. Sasa kijana hajui ni kwa nini alifanyiwa hivyo. Katika wakati wa sasa Namlon
Namlon anamwambia Yusufu kwamba baba yako ndio aliniamuru mimi nikupeleke mbali. Yusufu akawa amekumbusha kwamba alimwambia mama yake angekuja uwanja wa ndege, lakini hakuwahi kufika hapo. Namlon akajibu kwamba mama yako alikimbia kabla ya wewe kuondoka siku hiyo, yaani mama yako alianza kwanza kukimbia kutoka kwenye ile nyumba kabla ya wewe kupelekwa mbali. Yusufu akamuuliza kwa nini mama alikimbia, au alikuwa na hasira kwa sababu ya mke wa pili? Mzee akakwepa kujibu hilo swali. Badala yake huyo mzee akawa amemwambia Yusufu kwamba usiku huo kutakuwa na dua maalum msikitini, hivyo akawa amemhitaji Yusufu waambatane pamoja naye. Upande wa ndani Eka akawa amefika hapo na akawa amemuuliza Marisa kwamba Mikaeli anaendeleaje. Eka akawa ameomba msamaha sana, akasema kwamba yeye hajui chochote kilichotokea muda ule, alimkuta tu mtoto huyu akiwa chini ajitambui, ni rafiki yake wa karibu. Sasa alipogeuka kuondoka, Yusufu ikabidi kumuomba radhi mdogo wake kwa sababu alimsukuma awali kwenye lile tukio. Eka akawa amemuita kwa upendo kabisa, akamuita kaka Yusufu, wewe ndiye mtu pekee ambaye umebaki na mimi hapa duniani. Binti akasema kwamba mama hayupo pamoja nasi tena, wewe uliondoka pamoja na mama na kuniacha ndani hapa bila mtu mwenye upendo kwangu. Kama umerudi ili kuongeza huzuni ndani ya moyo wangu, basi ni bora uondoke. Baadaye Mikaeli akiwa amelala akawa ameota ndoto, akamwona babu yake akiwa anamuita kwa mbali. Dogo baada ya kushtuka akaona lile mdoli linapiga makofi lenyewe hapa, na anaona mlango wa kabati ukiwa unafunguka polepole kwa mbio wa kutisha, na mzimu ukaanza kujitokeza. Ghafla roho ya dini kwa imejitokeza hapo. Mikaeli akawa ameshtuka tena kutoka ndotoni. Mama yake akawa amemtuliza, hivyo akawa amemlaza tena. Marisa anasikia kama kuna sauti za watu wanasema maneno ya kichawi eneo hilo. Marisa akawa ametoka hapo akaenda mpaka sebuleni, akakuta kuna watu kadhaa wamekaa juu ya meza wanakula chakula, wanaenjoy zao mlo. Baada ya kutazama vizuri akaona kwamba isee kuna minyoo funza na vyakula vyao viko hovyo sana. Binti akawa ametaka kutapika. Mawala akawa amefika hapo akamwambia Marisa kwamba ungana pamoja na sisi kwa chakula cha jioni, ndugu zangu wamefika hapo kwa ajili ya kunisalimia, kuna msosi kidogo hapo. Sasa Marisa akataka kukimbia, lakini Mawala akawa amemkamata, anamwambia kwamba aungane pamoja naye washerekee kifo cha mzee Gazali. Marisa akiwa na hofu akawa amepiga kelele kuomba msaada, na mfanyakazi wa ndani alikuwa analiona hili jambo, lakini kajificha kwa hofu, yuko pembeni hapa. Wakati huo upande wa Eka amelala usingizi mzito sana baada ya kuwa amenyweshwa maziwa ya asili kutoka kwa Mawala. Inaonekana wazi kwamba kuna kitu kiliongezewa ili huyu binti azidiwe alale kwa usingizi mzito. Mtoto Mikaeli yeye akawa ameamka baada ya kuwa amesikia kuna sauti za ajabu, watu wakiwa wanasoma maneno ya kichawi eneo hili, hivyo akaamua kuzifuata sauti hizo. Wakati huo upande wa Yusufu yuko msikitini akisali kwa ajili ya baba yake aliyofariki. Baada ya dua, mzee Namlon alikuwa akimsubiri Yusufu akiwa na wasiwasi sana ndani ya gari. Yusufu baada ya kuingia kwenye gari, safari ikaanza. Wakiwa njiani, Namlon ikabidi kumwambia Yusufu siri ambazo amekuwa akizificha sana ndani ya moyo wake. Akamwambia kwamba babako amekwisha kufariki, mimi sijui nitakuwa wapi tena. Yusufu akawa amemshauri kwamba ungetafuta kazi nyingine, kuwa na amani kabisa, kwa sasa upo huru. Lakini Namlon akajibu kwa uchungu akisema kwamba uhuru haupatikani kirahisi namna hiyo, mimi sijawahi kuwa huru kabisa kwenye hii familia. Akieleza jinsi Mawala alivyomwingiza katika maisha ya kishenzi, akasema kwamba ni kweli mwanamke huyo alimfanya baba yako kuwa tajiri na mtu mwenye nguvu sana, lakini polepole alichukua udhibiti wa familia hii. Tangu Mawala kuingia katika familia ya mzee wake Yusufu, aliweza kumdhibiti mzee wake Yusufu pamoja na mke wake wa kwanza na kuwaingiza katika tamaduni za kufanya ibada za kishirikina, ili ibada hizo ziendelee kumfanya baba yake Yusufu kuwa na nguvu na pesa nyingi. Sasa kwa sababu hiyo ililazimika kuendelea kutoa kafara nyingi sana, yaani watoto wengi sana wamekwisha kuuawa ili tu baba yake Yusufu aendelee kupata pesa na nguvu. Na moja kati ya watoto waliouawa ni pamoja na mtoto Dini ambaye alikuwa ni rafiki yake Yusufu, na Yusufu hakuwahi kujua jambo hilo kwamba Dini alitolewa kafara kwenye hiyo nyumba. Hapa ndipo Yusufu anakumbuka kwamba aliwahi kulishuhudia tukio la kumuona Dini akiwa anatolewa kafara ndani ya hiyo nyumba, lakini kumbukumbu hizi zilikuwa zinakuja kama maono, kumbe ni jambo ambalo aliwahi kulishuhudia kwa macho yake. Sasa kwa sababu alishuhudia, Namlon alimuona kijana ameshuhudia tukio hilo zima, lakini Mawala akawa ameamuru Namlon amkamate kijana Yusufu na kumleta mbele yake. Baada ya Yusufu kupelekwa hapo, Mawala akawa ameamuru kwamba Yusufu auawe kwa sababu ameona kila kitu, lakini mama yake Yusufu akawa ameingilia kati, akawa amekataa kabisa, akasema kwamba hawezi kuruhusu Yusufu auawe. Akamwambia Mawala kwamba najua wewe umefika kwenye hii familia, umemchukua mume wangu na sasa unataka kuchukua maisha ya mtoto wangu, hilo jambo siwezi kuruhusu sana. Sasa Mawala baada ya kusikia hii kauli ikawa imemkera, na kwa hasira akawa amemchoma kisu mama yake Yusufu. Namlon akawa amemwambia Yusufu kwamba mama yako alifanya hivyo, alijitoa ili kukulinda wewe ubaki hai, na ndiyo sababu ya mama yako kuwa amefariki. Baba yake Yusufu aliamua kuficha mauaji ya mke wake, ndiyo sababu ya Yusufu kufukuzwa kwenye hii nyumba. Tafasiri yake yeye alikuwa anaona amefukuzwa kwenye hii nyumba, kumbe kulikuwa kuna tukio ambalo yeye alilishuhudia. Hatimaye Namlon akawa amekiri kwamba yeye ndiye alimzika mama yake Yusufu usiku ule mbele ya nyumba, mahali
mahali ambapo binti Eka huwa anapenda sana kufika pale mara nyingi kwenda kukaa kwenye ule mti. Mzee Namlum akawa ameeleza stori hii kwa uchungu, huku akilia anajaribu kuomba msamaha kwa Yusufu. Yusufu ikabidi kwanza kumpiga ngumi mzee huyu kwa sababu ya hasira. Hii siri alifaa kuijua muda mrefu, pengine yeye anavyoona. Kwenye ugomvi huu, Namlum akawa amemwambia Yusufu kwamba rudi nyumbani haraka, nenda akamsaidie kijana wako. Kweli Yusufu akawa ameondoka hapo na akawa amemwacha Namlum hapo hapo barabarani. Upande wa nyumbani, Mikaeli akawa amesikia sauti za watu wanasoma maneno ya kichawi, hivyo akawa amezifuata sauti hizo. Akawa ameingia mpaka kwenye basement huko. Baada ya kufika hapo, mlango ukawa umefunguka wenyewe. Yusufu baada ya kufika nyumbani, anamtafuta mke wake pamoja na mtoto wake. Akawa amempata kijakazi kafungwa sehemu hii, hivyo akawa amemsaidia na akawa amemwambia kwamba nenda kaite polisi. Yeye akaendelea kutafuta familia yake. Yusufu akawa ameingia mpaka basement, sehemu ya siri. Baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani, ngoja kwanza yeye aingie ndani. Upande wa mzee Namlum akiwa anajaribu kutetea roho yake, akiwa njiani anaona kabisa kuna namna kama kuna hali sio nzuri. Mara akaanza kuona mizuka, akajaribu kukimbia, lakini mizimu ilikuwa imemkamata na kumuingiza ndani ya kaburi. Sasa akiwa humo anatazama, akaona kuna mizimu kibao eneo hilo imemshikilia. Ghafla roho ya mama yake Yusufu ilikuwa imetokeza hapo, ikaanza kumkaribia. Namlum akawa ameomba msamaha sana, nisamee. Sasa hapa ndipo tukajua ukweli kwamba Namlum siku ambapo alikuwa anamzika mama yake Yusufu aligundua kwamba yule mwanamama alikuwa bado mzima, alikuwa bado hai, lakini huyu mzee aliamua kumfukia hivyo hivyo. Aise, kilichomkuta hapa ni goodbye. Turudi kwa Yusufu. Baada ya kuingia ndani, akawa amefanikiwa kweli kuiona ile familia yake yote iko hapo, lakini kuna ibada ya kishirikina ilikuwa inafanyika hapo. Mmoja wa watu wa kundi hilo akawa amemshambulia Yusufu na kupoteza fahamu. Baada ya Yusufu kupata fahamu, akaona Mikaeli amelazwa juu ya meza. Mawani akamwambia kwamba Yusufu, baba yako aliniachia mali nyingi sana, na moja kati ya mali ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yangu iko ndani ya chumba hiki. Yusufu akawa ameuliza, unamaanisha nini? Mawani akaeleza kwamba mali hiyo ni mlinzi ambaye ni kiumbe anayempatia utajiri, na yeye ndiye anayemfanya kuishi maisha mingi mpaka sasa akiwa ni kijana mdogo. Forever Yando hii sasa anayoisema Mawani. Ghafla sauti ya ugungurumo ikiwa imesikika kutoka katika chumba kingine ambacho kilikuwa kimefungwa. Mawani akawa amefichua kwamba yeye ndiye aliyemfanya baba yake Yusufu amuite Yusufu ili kurudi nyumbani hapa, kwa sababu alijua bila kufanya hivyo Yusufu asingerudi abadani kwenye hii nyumba kwa hasira. Yusufu akawa amemshutumu kwamba huyu mwanamke ana uhusiano na mashetani, lakini Mawani kwa utulivu akasema kwamba labda kwako inaonekana hivyo, lakini mimi hivyo vitu ambavyo wewe unaviita ushirikina ama ushetani ndivyo vinavyonipatia nguvu na raha. Kisha akawa amechana ukurasa mmoja hivi kwenye kitabu chake cha uchawi, kisha akawa amekiweka mdomoni, akapiga kelele, macho yake yakawa yamebadilika na kuwa ya kishetani. Akachukua kisu, kisha akawa amemfuata Mikaeli. Hapa ibada ya kishirikina inatakiwa kutekelezwa mara moja. Yusufu akawa amejaribu kumzuia, lakini wanachama wakawa wamemdhibiti. Kwa kukata tamaa, Yusufu akamsihi Mawani amuache Mikaeli, badala yake amuue yeye. Akamkumbusha kwamba Mawani haupaswi kumuua, huyo ni mjukuu wa Ghazali. Mawani akawa ameruka mbele ya Yusufu, kisha akamwamuru Marisa, akamwambia kwamba mwambie ukweli. Marisa akawa amefichua ukweli ambao mume wake hakuwahi kujua. Akamwambia kwamba Mikaeli sio mtoto wako, yaani huyu ni zao la usaliti ambao yeye mwanamke alimsaliti mume wake kwenye ndoa. Yusufu akawa mdogo kuliko Peyton. Mawani akacheka, kisha akamwambia kwamba wewe, kila mtu karibu yako amekusaliti. Akamwambia kwamba mimi pekee ndio niko kando yako, ungana pamoja na mimi. Akamshikisha kisu, akamwambia kwamba muue Marisa kwa mkono wako wewe mwenyewe. Sasa ndani hapa kuna nyoka. Sasa baada ya kumwangalia vizuri huyu mwanamke, mkononi mwake ana alama ya nyoka. Yusufu akawa amekumbuka maneno ya baba yake ya mwisho, alinong'ona akimwambia kwamba nyoka. Yusufu mara moja akatumia kile kisu na kukata ile bangili kwenye mkono wa huyu mwanamke. Mara moja mwanamke huyu akaanza kuugulia kwa maumivu makali, roho ambazo zilikuwa ndani yake zinamwachilia, anarudi katika uhalisia wake wa maisha. Mawani akaanza kuunguruma, nguvu za kishetani zinamtoka. Yusufu akawa amewadhibiti wanachama wote, kisha akawa amewasaidia familia yake. Akasikia sauti ya mke wake ikiwa inamuita. Kugeuka akamwona mke wake kashikiliwa na Mawani. Mawani anaonekana ni mtu wa ajabu sana, uzuri wote umekwisha kuisha. Yusufu akaanza kusoma dua mara moja, pepo akaanza kupata shida, akawa amemwachia Marisa, akaanza kuzunguka midadi inapanda, akajaribu kupanda juu ya ukuta kutisha watu, lakini wapi, dua imekolea, akawa maanguka chini. Marisa kwa kutumia kile kisu akawa amekata kamba ya pambo ambalo lilikuwa ni pambo moto liko juu, lilikuwa limemwangukia Mawani juu yake na akawa ameungua kwa moto. Yusufu, Marisa pamoja na Mikaeli wakaanza kutoka eneo hilo. Yusufu akasema kwamba hawezi kuondoka kwenye hii nyumba, akamwacha mdogo wake Eka. Kweli akawa amerudi kwenda kumchukua mdogo wake Eka na akawa amefanikiwa kutoka nje. Eka, Yusufu, Marisa pamoja na Mikaeli wote wakawa wamefanikiwa kuingia kwenye gari na kuiacha hiyo nyumba ikiwa inateketea kwa moto. Wote waliokuwemo ndani humo wakawa wameangamia hivyo. Na filamu hii inaishia hapa. Tafadhali like, comment, subscribe. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.